go, make my body go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Mwaka huu tuliyazindua mashindano yetu katika ukumbi wa Natogro, ukumbi ambao tuliyazindua mashindano yale na Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam na mwenyekiti wa amani mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Walid Al-Hadi Omar wa Kawambwa. Na kama ilivyofahamika, ujumbe wetu wa Qur'ani wa mashindano mwaka huu ulikuwa ni Qur'ani ni amani. Hakika kila mmoja ana dhima kubwa ya kuitunza amani tulionayo. Amani yetu ndiyo hazina yetu. Amani yetu ndiyo urithi wetu. Sote kwa nafasi zetu tuna wajibu wa kukumbushana juu ya umuhimu na ulazima mkubwa wa kuilinda, kuienzi na kuichunga amani yetu tuliyokuwa nayo. Ni dhahiri kuwa tunatambua ukosefu wa amani sehemu mbalimbali ulimwenguni kwa sasa. Tumeshuhudia madhara makubwa yanayoumiza na kuliza yanayotokana na ukosefu wa amani. Inafahamika kuwa amani ukosekana katika sehemu mbalimbali kwa sababu mbalimbali na kwa nyakati mbalimbali. Halikadhalika tunafahamu kuwa baadhi ya sehemu hizo zilipoteza amani wakati wa uchaguzi. Nasi hapa nyumbani muda si mrefu tunaingia katika kipindi cha uchaguzi. Hivyo basi ni vyema sana kila mmoja wetu akaitunza amani tulionayo kwa sasa na kuitupia jicho la ziada ili tusiweze kuipoteza amani yetu. Waswahili wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Na siku zote heri kinga kuliko tiba. Ni lazima kuwa na hadhari kubwa na kujiweka kando na mambo yote yanayoashiria na yanayosababisha ukosefu wa amani, kwani daima aliye kando haangukiwi na mti. Amani ikipotea si rahisi kurejea. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tushiriki uchaguzi kwa salama na amani wakati utakapowadia. Ndugu zangu, kutokana na umuhimu mkubwa wa amani, kamati kuu ya maandalizi ya mashindano makubwa ya kuhifadhi Qur'an tukufu kwa wanawake watu wazima UMAIF imeona kuwa kauli mbiu ya mwaka huu iwe ni Qur'ani ni amani. Nipende kuchukua nafasi hii baada ya kutoa ujumbe huu wa kuwaomba watu tuweze kuidumisha amani tuliyokuwa nayo katika nchi yetu, na hasa siku hiyo insha Allah katika mashindano yetu ratiba inaonesha tutakuwa na dua ya kuliombea taifa amani, kuombea viongozi wa nchi hususan maraisi wetu Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia Daktari Hussein Ali Mwinyi na viongozi wote wanaowazunguka. Tutakuwa na dua maalumu baada ya Qur'ani tu kuisha kusikilizwa. Tutafanya dua ya kuiombea amani nchi yetu na kuombea viongozi wetu. Hivyo basi kwa nafasi hii niliyokuwa nayo kama mratibu wa mashindano, ni waalike sasa wakina mama, wazee, vijana, vikongwe katika mashindano yetu ambayo yatakayofanyika kesho kutwa Jumapili
Milango itakuwa wazi kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 7 mchana, tutakuwa tuko pale insha Allah. Kwa hiyo niwaombe kina mama waweze kuhudhuria kwa wingi katika mashindano yetu haya, na mgeni rasmi atakuwa ni Bi Siti Mwinyi, mke wa aliyekuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Daktari Mzee Alhaj Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo kwa nafasi hii ambayo nilikuwa nayo, napenda niwaalike kina mama, na nitawapisha viongozi wangu ambao nilikuwa nao hapa waelezee vizuri namna gani Qur'ani na بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Waheshimiwa walezi wetu Sheikh Uthmani Ali Kaporo, Sheikh Ali Bakari, wanahabari mliohudhuria kwa kipindi hiki kifupi, tunatumia fursa hii kuwaalika kina mama wote wahudhurie katika fainali za mashindano ya Qur'ani tukufu kwa kina mama watu wazima katika siku ya Jumapili tarehe 29 mwezi huu tulionao wa 6 2025. Fainali hizi zitafanyika katika ukumbi wa DYCCC uliopo maeneo ya Chang'ombe, Temeke, Dar es Salaam. Ujumbe ama kauli mbiu ya mashindano haya, tumeamua tuseme Qur'ani ni amani, na uhalisia ndio huo. Qur'ani ni amani. Qur'ani ni amani ya nafsi. Qur'ani ni amani ya familia. Qur'ani ni amani ya jamii. Qur'ani ni amani ya taifa. Qur'ani ni amani ya ulimwengu. Na tukisema Qur'ani ni amani ya ulimwengu, tusielewe ulimwengu kwa maana ya fupi, kwa maana ya viumbe tu, wanadamu na majini. Hapana. Qur'ani ni amani mpaka kwa viumbe hai. Qur'ani ni amani mpaka kwa viumbe visivyo hai. Qur'ani ndiyo amani ya uhalisia. Yoyote yule atakaye shikamana na Qur'ani kwa maana halisi ya kuishika Qur'ani, basi huyo atakuwa na amani ndani ya nafsi yake, na familia kiujumla itakaposhikamana na Qur'ani na kuyatekeleza vyema mafundisho ya Qur'ani, basi familia hiyo itakuwa na amani ya uhalisia. Lakini hata nchi kama nchi, tukiwa pamoja tukaishika Qur'an, tukayafanyia kazi mafundisho ya Qur'an, basi tutakuta nchi yenyewe itakuwa inaishi kwenye amani ya uhakika, amani ambayo ndiyo maana halisi ya Uislamu. Miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni As-Salam, kwa maana ya amani. Umuhimu wa amani umeona kana katika Uislamu paka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallama wakajalia ama wakaweka ni sheria. Pale mnapokutana, basi neno lenu la kwanza kabla yoyote ni kusema, kila mmoja kumwambia mwenzake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu naye mwingine ajibu wa alaikumussalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maamkizi haya ya Kiislamu yanaashiria yule aliyeanza kumuombea mwenzake amani, kumuombea mwenzake rehema, kumuombea mwenzake baraka.
lakini na yule anayeitikia naye anajibu kama vile, kuzidi kumuombea mwenzake aishi katika salama, aishi katika amani, aishi katika baraka, aishi katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunachokiona kwenye kuichagua kauli mbiu hii ni kuonesha umuhimu wa amani katika maisha, na sisemi maisha ya mwanadamu, bali ninasema katika maisha. Hata wanyama nao wanahitaji amani, lakini amani hii wa kuweza kuitunza na kuihifadhi vizuri ni sisi wanadamu ambao tumepewa dhamana hiyo. Kupitia mashindano haya tunahimizana kwenda kuitunza tunu ya nchi yetu ambayo ni tunu ya amani, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuzawadia. Ni jukumu letu kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumuomba aendelee kutuweka nchi yetu katika amani tulio nayo. Kwa hiyo tumalizie baada ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwahimiza kina mama waweze kuhudhuria siku hiyo, lakini na sisi kina baba tuweze kuwapa ruhusa wale ambao wako chini yetu kina mama waweze kuhudhuria kikamilifu kwenye kilele cha mashindano makubwa ya kuhifadhi Qur'ani kwa kina mama nchini Tanzania yanayosimamiwa na Ummul Mu'minina Aisha Foundation. Hadha wassalam. Wangu waliotangulia wametoa maelezo ya kina kabisa kuhusu mashindano yetu ya fainali ya wanawake watu wazima yatakayofanyika Jumapili inayokuja tarehe 29 mwezi wa 6. Sina mazungumzo zaidi kwa kweli marefu sana, zaidi ya kuiomba jamii iitikie mwito huu. Tunawaomba Watanzania wote wawe pamoja nasi katika mashindano haya ya wanawake watu wazima, lakini waalikwa watakaohitajika kuja ukumbini ni wanawake tu, lakini tunawaalika wanaume wawepo katika vyombo vya habari, kwani online nyingi zitakuwa ziko live siku hiyo, lakini vile vile Azam itakuwa live mubashara siku hiyo, ZBC2 watakuwa live. Kwa hiyo tuwe pamoja kuliangalia jambo hili lilokuwa zuri kabisa. Sisi tunahimiza malezi. Malezi ndio kitu muhimu sana. Malezi athari yake ndio hiyo amani tunayoitaka. Na tukiwahifadhisha watoto, vijana wa kiume, watu wazima, wanawake, haya yote ni katika malezi, kuzilea nafsi, kuzilea roho, ili jamii iweze kukaa katika mwelekeo anaotaka Mwenyezi Mungu, na matunda yake ndiyo kufaidika na amani hii ambayo tunayokwenda nayo. Tunatoa mwaliko na msisitizo katika mwaliko wetu, akina mama asibaki nyumbani siku ya Jumapili. Karibuni katika ukumbi ili muweze kuona, muweze kushiriki katika mashindano haya muhimu kabisa ambayo ni ya kitaifa. Kuna mpaka vizee vinashiriki katika mashindano haya. Kwa hiyo ni kitu azizi, ni kitu kizuri, na sisi tukawa ni watu wa kuchangia maendeleo na mshikamano wa mambo mema kama haya. Ukumbi wetu wa mashindano safari hii ni DYCCC pale Chang'ombe, pale nyuma ya shule za Yemen, njia ya kuelekea uwanja wa Taifa, karibu na chuo cha Kiislamu cha Chang'ombe. Pale kwa nyuma kuna ukumbi wa DYCC, ndipo ambapo fainali hizi zitafanyika pale. Tunawaomba akina mama wote tushirikiane kuja kuienzi Qur'ani katika mashindano haya, kama tunavyowaomba kina baba wasiwe mbali na TV zao kuwaona mama zetu, dada zetu wakiwa wanashindana katika mashindano haya ya Qur'ani. Mwisho kabisa tunaomba Mwenyezi Mungu
atupe baraka na mafanikio. Atupe baraka katika mambo haya. Hii amani tunaiombea Mwenyezi Mungu iwe amani ya kudumu. Tuweze kufanikiwa katika maisha yetu. Amani ije kutawala hizi chaguzi zinazokuja. Pasipatikane fitna, pasipatikane rabsha, papatikane amani kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotuhusia tushikamane na Qur'ani ili amani ipatikane. Basi Mungu atupe amani ambayo tutafanya uchaguzi wetu kwa salama na amani kabisa, na tumpate kiongozi ambaye tunayemhitaji na si mwingine, watu wote wanamfahamu. Mwenyezi Mungu ampe msimamo mzuri na hali iliyokuwa nzuri ili mafanikio yawe mazuri kabisa. Hadha wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Khadija Ali Saidi, ni mshiriki wa mashindano ya Qur'ani juzuu 20, natokea Dodoma. Insha Allah Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kwenye jambo hili. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. Kina mama wote wa Kiislamu wa Tanzania tunawaalika kwenye mashindano haya ya Qur'ani ya kina mama. Mnakaribishwa, ni tarehe 29 mwezi huu wa 6 mwaka 2025 Jumapili. Tunawakaribisha sana kina mama wote katika ukumbi wa DYCC Chang'ombe, Dar es Salaam. Let it go, let my body go.